Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Natumai umeshinda vyema Ijumaa hii msikilizaji. Mimi ni Victor Kenani. Shukrani sana kwa kujumuika nasi msikilizaji, na mimi ni David Nkya. Iran imesema inafungua tena mlango bahari wa Hormuz mradi tu usitishaji wa mapigano nchini Lebanon. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Iran imesema inaufungua tena mlango bahari wa Hormuz mradi tu usitishaji mapigano nchini Lebanon unaendelea, huku Rais Trump imesema inafungua tena mlango wa bahari wa Hormuz mradi tu usitishaji wa mapigano nchini Lebanon unaendelea, huku Rais Trump akithibitisha habari hiyo, hatua iliyosababisha bei ya mafuta kushuka. Maelfu ya watu wa Lebanon waliokimbia makazi yao wameanza kurejea kusini mwa nchi hiyo licha ya onyo kutoka kwa jeshi la Lebanon na Israel wasifanye hivyo. Wamiliki wa wanyama wa nyumbani wanazidi kuwapa malezi bora na hata kuwazika kwa heshima wanapokufa, wakionyesha mabadiliko ya kuwachukulia kama sehemu ya familia. Ela tulikuwa tunampenda sana kama mtoto wetu, sababu alikuwa paka mwenye alikuwa mrembo, kila mtu alikuwa anampenda, alikuwa pia anatupenda. Hadi tulitoa machozi hiyo siku, tulilia wote kwa hiyo nyumba. Na kwenye mjadala wetu wiki hii tunaangazia habari za hivi punde kuhusu uamuzi wa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Viwanjani, FIFA yalaumiwa kwa kupanda kwa gharama ya nauli za tren kuelekea kombe la dunia kutoka New York. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari, nami Isabella Mwagodi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi kabisa kwa meli za biashara katika kipindi chote kilichosalia cha kusitisha mapigano. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social akisema asante, lakini muda mfupi baadaye akasema kuwa jeshi la maji la Marekani litaendelea kuweka vizuizi katika bandari za Iran mpaka makubaliano ya kudumu ya amani yatakapofikiwa. Bei ya mafuta imeshuka kwa zaidi ya 10% kufuatia tangazo la kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amefanya mkutano na waandishi wa habari na kuelezea athari mbaya zilizosababishwa na hatua ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa dunia nzima na uchumi wa kimataifa. Amesema anakaribisha hatua zilizotangazwa hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kusitisha kwa mapigano kati ya Iran na Marekani, makubaliano ya amani nchini Lebanon ambayo amesisitiza kuwa lazima yaheshimiwe kikamilifu. Aliongeza kuwa nchi zilizokutana leo zinataka kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz mara moja, kikamilifu na bila masharti yoyote kutoka kwa pande zote, na kurejeshwa kwa mazingira ya uhuru wa kupita kama ilivyokuwa kabla ya vita. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema kuwa viongozi hao wanakaribisha habari kuwa Iran inaufungua mlango bahari wa Hormuz, lakini akaongeza kuwa suluhisho hilo linapaswa kuwa la kudumu na lenye tija. Starmer ametoa wito wa kurejeshwa kwa safari za meli haraka iwezekanavyo punde tu hali itakaporuhusu, ili kukabiliana na mtikisiko wa kiuchumi. Maelfu wa raia Lebanon wametumia fursa ya siku 10 za kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Lebanon kurejea kusini mwa nchi hiyo licha ya onyo kutoka kwa majeshi ya Israel na Lebanon. Israel imesisitiza kuwa bado ina haki ya kuendelea kuishambulia kundi la Hezbollah na imewaonya wananchi kuwa huenda wakalazimika kuhama tena. Kwa upande mwingine, Iran imekuwa ikishikilia msimamo kuwa kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon ni sehemu ya makubaliano mapana zaidi ya amani kati yake na Marekani. Hapo awali zaidi ya watu milioni 1 waliamriwa kuondoka na jeshi la Israel, lakini baada ya kutangazwa kwa makubaliano hayo ya kusitisha vita, barabara zinazotokea mji mkuu Beirut kuelekea kusini zilijaa msongamano mkubwa wa magari, na wengi wao walielezea kupata afueni. It's what everyone wishes for. Hilo ndilo kila mtu anatamani. Hii ndio ardhi iliyotokea na tunataka kurejea wakati wowote. Niliondoka saa 2 usiku na kusubiri kwa saa 4 hadi barabara ilipofunguliwa. Hata kama ingechukua siku 1 au 2, jambo la muhimu zaidi ni kwamba ninarejea.
important thing is that I'm returning. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Papa Leo amewataka waumini hasa vijana kupinga kila aina ya ukatili au vurugu. Papa alikuwa akihutubia wakati wa misa ya hadhara katika mji mkuu wa kibiashara wa Douala. Amewahimiza maelfu ya watu waliofurika kuwa viongozi wa baadaye. Umati mkubwa wa watu uliimba kwa furaha wakati Papa Leo akiwasili katika uwanja wa Japoma, huku wengi wakipeperusha bendera za Vatican na nyimbo za kwaya zikirindima uwanjani hapo. Inakadiriwa kuwa takriban watu 500,000 walihudhuria ibada hiyo ya nje, huku baadhi yao wakikesha kwenye mistari ili kupata nafasi. Ziara hii ya siku 11 ya Papa Leo barani Afrika imegubikwa na malumbano kati yake na rais wa Marekani Donald Trump. Mtoto wa mwisho aliyekuwa rais wa zamani wa Zimbabwe marehemu Robert Mugabe, Bellarmine Mugabe, amekiri mashtaka mbele ya mahakama nchini Afrika Kusini kwa kosa la kufiatulia mtu bunduki na kukiuka sheria za uhamiaji za nchi hiyo. Alikubali mashtaka hayo mawili baada ya kukamatwa mwezi Februari kufuatia tukio la ufiatuliaji risasi nyumbani kwake mjini Johannesburg, ambapo kijana mmoja mwenye umri wa miaka 23 alijeruhiwa vibaya. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Bellarmine Mugabe mwenye umri wa miaka 28 alizungumza mahakamani kuthibitisha tu kuwa ameelewa mashtaka yanayomkabili na kutoa majibu yake wakati alipofikishwa katika mahakama ya hakimu ya Alexandra mjini Johannesburg. Amekuwa kizuizini tangu kutoka kwa tukio hilo pamoja na mshtakiwa mwenzake Tobias Motohodze mwenye umri wa miaka 33. Motohodze amekiri mashtaka ya jaribio la mauaji, kuvuruga utendaji wa haki, kuingia nchini kinyume cha sheria na kumiliki risasi kinyume cha sheria. Kutolewa kwa hukumu kumeahirishwa hadi tarehe 24 Aprili ili kuipa mahakama muda wa kupata taarifa zaidi kuhusu mhanga wa tukio hilo ambaye anasadikiwa kuwa mlinzi. Wawili hao wamerudishwa rumande hadi siku ya hukumu. Bellarmine Mugabe ni mtoto wa mwisho wa Robert Mugabe na mke wake wa pili Grace Mugabe. Na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kuwa hakuna msamaha kwa kosa la kwamba hakuambiwa kuwa Peter Mandelson alikuwa amefeli ukaguzi wa kiusalama kabla ya kuteuliwa kuwa balozi nchini Marekani mjini Washington. Lord Mandelson alifutwa kazi miezi michache baadaye baada ya kutajwa kuwa na uhusiano na marehemu Jeffrey Epstein alikuwa na hatia makosa ya kingono kuwekwa hadharani. Hii ni BBC. Na taarifa habari za dunia imesomwa kwako na Isabella Magodi akiwa katika studio zetu za pale Nairobi. Matangazo ya Dira ya Dunia nchini Tanzania nasikika kupitia CGFM, Radio 1 na Loliondo FM pamoja vile vile na Radio Free Africa visiwani Zanzibar. Tegea sikio kupitia Zenj FM. Nchini Kenya ni Mwanedu FM, Must FM na Pamoja FM. Huko Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Ukiwa pale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni pamoja na Lizadiru Radio. Aidha unayapata mubashara kupitia tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Jioni leo upo nami David Inkia na mwenzangu atakuwa ni Victor Kenani hapo baadaye atakayekuja kuendeshea mjadala unaohusu uamuzi wa hivi punde wa Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Karibu sana. Sasa Iran imesema itafungua tena mlango bahari wa Hormuz pindi tu usitishaji vita nchini Lebanon utakapotiliwa maanani. Rais Trump amethibitisha habari hiyo ambayo imepelekea kushuka kwa bei ya mafuta mara moja. Zaidi na Nesteha Mohamed. Rais wa Marekani Donald Trump amechapisha ujumbe kwenye mtandao wa Truth Social na kusema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi na tayari kwa biashara. Hata hivyo, ameongeza kuwa kizuizi cha kijeshi cha Marekani kitaendelea kutekelezwa kwa nguvu zote hadi pale Marekani na Iran yatakapoafikiana kwa 100%. Rais huyo pia amesema kuwa mchakato huo unatarajiwa kufanyika haraka kwa kuwa sehemu kubwa ya masuala tata tayari yamejadiliwa. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi ametangaza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz utakuwa wazi kwa meli zote za kibiashara wakati makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon yatakapokuwa yanaendelea kutekelezwa. Vikosi vya Iran vilikuwa vimezuia njia hiyo muhimu ya bahari tangu Marekani na Israel walipoanza mashambulizi dhidi ya Iran mwezi Februari. Hapo awali, Rais Trump alisisitiza kuwa Iran imekubali kukabidhi madini yake ya urani ambayo yanaweza kutumika kutengeneza silaha za nuclear.
Rais Trump amesema duru nyingine ya mazungumzo kati ya wajumbe wa nchi yake na wa Iran huenda ikafanyika wikendi hii, lakini ameonya kuwa huenda vita vikarejea iwapo hakutafikiwa makubaliano kati ya pande hizo mbili. Nimekubaliana na hilo na wamekubaliana nalo pia. Wamekubali kuturudishia kile kinachoitwa vumbi la nyuklia kilichoko chini kabisa ardhini kutokana na shambulio tulilofanya kwa kutumia ndege za mabomu aina ya B2. Hivyo tuna makubaliano mengi na Iran na naamini mambo mazuri yatatokea. Mashirika ya habari yaliyo karibu na walinzi wa mapinduzi wa Iran yameripoti taarifa kutoka kundi linalojiita Warriors Without Borders ambalo limetoa onyo kuhusu kuongezeka kwa mvutano ya kijeshi katika Bab al-Madad Strait. Kundi hilo limesema kuwa meli zitakazopita katika mlango huo wa bahari zinapaswa kuwa makini kutoka pande zote 6. Onyo hilo linaonekana kuashiria kwa njia isiyo ya moja kwa moja kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo na uwezekano wa Bab al-Mandad kuhusishwa moja kwa moja katika mzozo kati ya Iran na Marekani. Iran imeathiriwa na hatua ya kufunga kwa njia hiyo muhimu ya baharini karibu na pwani ya Iran kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel. Mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya ndege, umeathiriwa kwa zaidi ya wiki 6 kutokana na hatua za Iran kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel, hali iliyosababisha bei kupanda kwa kasi. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Tukisalia katika eneo la Mashariki ya Kati, maelfu ya watu wa Lebanon waliokimbia makazi yao wanatumia fursa ya usitishaji vita wa siku 10 nchini Lebanon kurejea makwao kusini mwa nchi hiyo licha ya onyo kutoka kwa majeshi ya Lebanon na Israel kutofanya hivyo. Phyllis Mote na taarifa zaidi. Viongozi wa Israel na Lebanon wote wamekaribisha makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiyataja kama fursa ya kufikia makubaliano ya kihistoria ya amani. Israel ilikubali mpango huo wa siku 10, lakini Netanyahu amesisitiza kuwa wanajeshi wa Israel watabaki katika eneo la usalama ndani ya ardhi ya Lebanon kwa muda wote wa mpango huo. Nilikubali usitishaji wa mapigano wa muda ili kufanikisha na kuendeleza mazungumzo. Bado tuko Lebanon ndani ya eneo la usalama lililoimarishwa la kilomita 10. Hezbollah pia imeashiria iko tayari kushiriki katika mpango huo wa usitishaji mapigano, lakini imesema kwamba lazima mpango huo ujumuishe kusitishwa kabisa kwa mashambulizi kote Lebanon na kusimamishwa kwa shughuli zozote zile za kijeshi kwa vikosi vya Israel. Hezbollah ambalo ni kundi lililotajwa kuwa la kigaidi na nchi kadhaa zikiwemo Uingereza na Marekani halikushiriki katika mazungumzo hayo, huku Israel ikijadiliana na serikali ya Lebanon badala yake. Ikijibu habari za makubaliano hayo siku ya Alhamisi, Hezbollah ilisema kwamba usitishaji wowote wa mapigano lazima uwe wa kina kote katika ardhi ya Lebanon na usimruhusu adui Israel uhuru wowote. Inategemea na aina ya mpango wa usitishaji mapigano utakavyokuwa. Ikiwa ni usitishaji wa mapigano kama ule wa mwaka 2024, basi hilo halikubaliki kabisa kwetu. Hakika hatutalikubali kwa sababu tutarudi kwenye hali tuliyokuwa nayo hapo awali. Haturudi nyuma kwenye hali iliyokuwepo miezi 15 iliyopita na Israel. Hatutakubali kurejea kwenye tulipokuwa katika miezi hiyo 15. Si hadi kuwe na usitishaji wa mapigano wa kweli na wa dhati. Si hadi Israeli ijiondoe. Si kabla ya kurejeshwa kwa wafungwa. Si kabla ya kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao. Na si kabla ya ujenzi upya. Hadi hapo haiwezekani kuzungumzia silaha za Hezbollah. Aidha, vikosi vya Israel vilishambulia mji wa Tyre nchini Lebanon jana usiku, ambapo watu 13 walipoteza maisha yao na wengine 35 kujeruhiwa, kulingana na shirika la habari la serikali National News Agency. Mapema leo asubuhi, timu za uokoaji bado zilikuwa zinawatafuta watu wengine 15 waliopotea chini ya vifusi. Mashambulizi hayo yalitokea muda mfupi kabla ya kusitishwa kwa mapigano kwa siku 10 kuanza kutekelezwa usiku wa manane jana. Kulingana na maelezo zaidi yaliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, mpango huo wa amani unamaanisha Israeli inabaki na haki ya kuchukua hatua zote muhimu za kujilinda wakati wowote dhidi ya mashambulizi yaliyopangwa, yanayokaribia au yanayoendelea.
Lebanon inapaswa kuchukua hatua madhubuti kuzuia Hezbollah na makundi mengine ya silaha yasiyo ya kiserikali ambayo yasiyo rasmi kushambulia malengo ya Israel. Wanaohusika wanatambua kuwa vikosi vya usalama vya Lebanon vina jukumu la kipekee la kuhakikisha usalama wa nchi hiyo, na Israel na Lebanon zimeomba Marekani iendelee kuwezesha mazungumzo ya moja kwa moja kwa lengo la kutatua masuala yote yaliyosalia. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amekaribisha habari za mpango huo wa siku 10 kati ya Israel na Lebanon, akimsifu rais wa Marekani Donald Trump kwa jitihada zake za kidiplomasia za ujasiri na busara. Mazungumzo kati ya Israel na Lebanon yaliandaliwa na Marekani mjini Washington wiki hii, yakionyesha hatua ya kihistoria kuelekea mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizi jirani. Hii pia inakuja baada ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaliyoandaliwa na Pakistan kuvunjika mwishoni mwa wiki iliyopita. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Kwingineko, watu wenye silaha wamewateka nyara watahiniwa walikuwa wakisafiri kufanya mitihani ya kidato cha 4 nchini Nigeria katika jimbo la Benue ya kati, wakionyesha wasiwasi unaongezeka kuhusu ukosefu wa usalama kwenye njia kuu za usafiri katika ukanda wa kati wa nchi hiyo. Shambulio hilo limetokea usiku wa kuamkia jana, ambapo basi la kibiashara lililokuwa limebeba abiria hao vijana likielekea kwenye kituo cha mtihani huko Otukpo lilinaswa kando ya barabara. Isabela Magodi na taarifa zaidi. Abiria waliokuwa ndani ya basi hilo walikuwa ni wanafunzi waliokuwa na matumaini ya kufanya mtihani wa kitaifa kujiunga na vyuo siku iliyofuata. Mashuhuda wanasema kuwa majambazi wenye silaha walifunga barabara na kulazimisha basi hilo kusimama mwendo saa 2 usiku. Baada ya hapo walipora mali za abiria kabla ya kuwazidia nguvu na kuwapeleka wengi wao msituni. Jeshi la polisi katika jimbo la Benue limethibitisha kuwa abiria 14 walitekwa nyara. Kamishna wa polisi wa jimbo hilo Ifeani Emenari aliwaambia waandishi wa habari kuwa vikosi vya usalama vimesambazwa kote na kwamba yeye binafsi amesimamia operesheni ya uokoaji katika eneo hilo. Hadi sasa hakuna aliyekamatwa, lakini uchunguzi unaendelea kubaini mazingira ya safari hiyo, ikiwemo uamuzi wa dereva ambaye ni mfanyikazi wa kampuni kubwa ya usafirishaji jimboni Benue kusafiri usiku. Utekaji huu umezua wasiwasi mkubwa kwa sababu mwalenga wanafunzi waliokuwa njiani kuelekea kwenye mtihani muhimu wa kitaifa. Hali hii imeibua maswali kuhusu usalama wa watahiniwa ambao mara nyingi hulazimika kusafiri umbali mrefu kufikia kwenye vituo vya mitihani. Nchi ya Nigeria imekuwa na mfululizo wa matukio ya utekaji nyara wa wanafunzi kuanzia tukio la mwaka 2014 la kuwateka wasichana wa shule huko Chibok. Tangu wakati huo, wanafunzi katika maeneo ya kaskazini na kati mwa Nigeria wamekuwa wakitekwa wakiwa shuleni au safarini, jambo linalochochea hofu kwa wazazi na kudhoofisha imani ya wananchi kuhusu usalama wao. Isabela Magodi, Dira ya Dunia, BBC. Na tukiachana na hayo, msikilizaji, hebu tafakari hii hapa. Huku idadi ya watu wanaofuga wanyama wa nyumbani ikiongezeka nchini Kenya, mtazamo wa mahali pao katika familia pia unabadilika haraka. Sasa wanyama hawa hawachukuliwi tena kama walinzi au kwa matumizi tu ya jumla, lakini kama vile sehemu ya familia. Katika eneo la Karen huko Nairobi, kuna eneo maalum kabisa ambalo linaloonyesha mabadiliko haya, ambapo wamiliki huwapa wanyama wao heshima ya mazishi pindi wanapokufa. Huyu hapa Mariam Jahid. Mawe ya makaburi yamepangwa kwa ustadi katika makaburi ya mtaa wa Karen jijini Nairobi nchini Kenya. Kila moja likiwa limeandikwa jina la mnyama aliyependwa na wamiliki wake ambao ni binadamu. Baadhi ya makaburi yamezungushiwa uzio mdogo wa miti, ishara ya heshima na ulinzi wa kumbukumbu za waliowapenda waliolazwa hapa. Haya sio makaburi ya binadamu tuliyoyazoea, ila ni makazi ya mwisho wa maisha wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile paka, mbwa na kasuku. Ni shughuli yenye hisia nyingi, hususan za huzuni kubwa, na baadhi ya wamiliki hushindwa kuvumilia uchungu wa kumpoteza rafiki mwaminifu na mtiifu. Kuna wenye pia wanakuja wanafanya funeral service, kuna wenye hadi wanakuja na pasta, kuna wenye wanakuja wanafanya their goodbye rituals. Awali waliotaka kuwalaza wanyama wao wapendwa katika eneo hili walilazimika kukabiliana na gharama ya $5,000. Na japo bei sio ya mwananchi wa kawaida, kutokana na idadi ya watu wanaotaka kuaga wanyama wao kwa ustaarabu, bei haijawazuia kutimiza hilo.
kwani idadi ya wateja imezidi kuongezeka na kwa sasa eneo hili limejaa. Sema tumeenda hadi huko juu na tumekuwa in operation for very many years. Kaburi huku kulikuwa kumejaa, kulikuwa na demand ya watu kutaka kuzika their beloved pets. Kama vile tu binadamu hutayarishwa kuchomwa anapofariki dunia, pia kwa wanyama kama paka na mbwa ni vivyo hivyo. Tukipata mwili, kile tunafanya tuna arrange, tunapack vizuri, nikatuma maua pia. Tunaweza kupea wenye mwili nafasi waweze kuomboleza. After wameshamaliza kusema their last goodbye, tunachukua mwili, tuna proceed ndani kwa machine. Kinachoonekana hapa si umiliki, bali ni uhusiano wa kifamilia. Nilikutana na Victoria mwenye umri wa makamo akikagua simu yake ambayo ilijaa picha za paka wake aliyekuwa anampenda sana na kumpa jina Ella. Ella tulikuwa tunampenda sana kama mtoto wetu, sababu alikuwa paka mwenye alikuwa mrembo, kila mtu alikuwa anampenda, alikuwa pia anatupenda. Anaelezea siku ya simanzi katika familia baada ya Ella kufa ghafla. Kisha huo muda alikuwa na watoto wake pia wadogo, walikuwa wanajaribu kumnyonya wakati ashakufa. Hiyo kitu iliniuma sana, hadi tulitoa machozi. Hiyo siku tulilia wote kwa hiyo nyumba. Katika maumivu hayo, alilazimika kufanya uamuzi jinsi ya kumwaga Ella. Nilimchukua mimi na watoto wangu, tukaenda tukachimba kaburi, kisha tukamzika na tukamwekea maua. Mtaalam wa afya ya wanyama katika kliniki ya City Paws, Muthoni Nyokabi, anasema mabadiliko haya yanatokana na uelewa mpana zaidi wa nafasi ya wanyama katika maisha ya binadamu. Gharama ya kufuga paka kitambo ilikuwa kidogo sana, kwa maana watu walikuwa wanawapea mabakishi ya chakula zenye walikula, lakini siku hizi tumeona paka wako na chakula zao. Kuna chanjo wanafaa kupata kila mwaka, dawa za minyoo, wao wanahitaji kuogeshwa pia, kununuliwa mavazi wakati kuna baridi, kupelekwa spa, kutrimiwa nails na kuangaliwa general health. Idadi ya watu wanaomiliki wanyama imeongezeka maradufu ukilinganisha na mwaka jana, mwaka 2025, huku jinsi ya kuwahudumia viumbe hao ikiwa na ustaarabu zaidi, ikiwa na ushahidi wa mabadiliko ya moyo wa binadamu. Mariam Jahid, BBC Swahili. Okay. Kila mwaka katika siku ya kidunia ya hemophilia, madaktari na wagonjwa hujaribu kutoa tahadhari kwa hali ambayo mara nyingi huenda bila kutambuliwa hadi kusababisha madhara fulani. Mwenzangu Sarafina Robi amezungumza na Dr. Kibet Shikuku ambaye ni mtaalamu huyu wa magonjwa ya damu anayehudumu kama mkurugenzi wa matibabu katika hospitali ya Nairobi West. Ugonjwa wa hemophilia ni ugonjwa ambao inaathiri wanaume kwa kiwango cha juu, kwa sababu ni ugonjwa ambao unasababishwa na kutoganda kwa damu, na hii ni kwa sababu wagonjwa hawa ambao wako na hemophilia hawana uwezo wa kutengeneza clot. Ina maana ugonjwa huu unawaathiri wanaume peke yake? Hapana, kwa sababu kwa kiwango kikubwa tena nitasema inaathiri wanaume. Na ni kwa sababu gani? Ugonjwa wa hemophilia ama uwezo wetu wa kuweza kutengeneza clotting factor proteins unatokana na the gene, the X chromosome ambayo tunapata kwa mama, inatupea uwezo wa kutengeneza clotting factor protein. So mwanamume ako na X chromosome moja na lile nyingine ni Y, na Y hauna uwezo wa kutengeneza clotting factor protein. Mwanamke ako na X's mbili, so akiwa na X moja ambayo sio nzuri na apate X nyingine ambayo kiko kizuri, inamsaidia, kwa sababu sasa ile X ambayo kiko kizuri inaweza kumsaidia kutengeneza hizi clotting factor proteins, lakini mwanamume hana huo uwezo, na ndipo sababu wanaume ndio wanaathirika zaidi na wanawake wanakuwa na shida ambayo tunasema ni carriers. Wao wanabeba lile gene na clotting factor proteins ambazo wanazitengeneza haziko kamilifu, haziko sawa na wale wanawake wengine ambao wako na 2 normal X's. Pia kuna uwezo, lakini ni kwa fraction ya chini sana, kwamba mwanamke anaweza zaliwa na 2 abnormal X's. Kwa mfano, mama anaweza peana na abnormal X na baba apeana na abnormal X, na mtoto anaweza kuwa na 2 abnormal X's, lakini possibility hiyo iko chini sana duniani.
duniani. Mimi nimemwona tu mwanamke mmoja globally nikienda conferences kule nje ambayo alikuwa na hiyo ugonjwa wa hemophilia, kwa sababu baba yake alikuwa na ugonjwa wa hemophilia na mama alikuwa carrier na mtoto akapata the two abnormal X's. Na kwa hawa ambao huzaliwa bila huo ugonjwa wa hemophilia, ni nini kinachosababisha wao kupata hapo baadaye? Wale ambao wanazaliwa vyema mara nyingi wanasababishiwa na vitu ambavyo tunaita danger signal. Utapata kwamba unazaliwa kama mwili wako unaweza kutengeneza hizi protein, lakini kuna wakati ambapo tunaathirika na magonjwa. Kwa mfano, unapatwa na homa ama unapatwa na pneumonia ama unapatwa na virusi ambavyo vinatembea kwa mwili. Hizo virusi ama zile bakteria ambayo inatembea kwa mwili, kwa sehemu yao on the surface ya zile organisms ni proteins ndogo ndogo ambazo zinafanana na your clotting factor proteins. So katika harakati ya mwili kupigana na hizi proteins ambazo ziko kwa hizi virusi ama ziko kwa hizi bakteria, ina produce antibodies ambazo pia zitalenga zile clotting factor proteins. La pili ni watu wengine wakati mwingine wanaathirika na ugonjwa wa saratani, na proteins ambazo ziko kwa seli ya saratani wakati mwingine unaweza fanana pia na hizi clotting factor proteins. Takwimu duniani zikoje, haswa tukiangazia ukanda wa mataifa ya Afrika Mashariki? Ugonjwa huu unaathiri 1 kati ya watu 10,000. Ya wale ambao tumeweza kuafikia globally ni karibu nusu yake, 400 hadi 1500. Lakini kama nchi hatujaweza kuafikia hao watu. Tumeweza tu kuafikia watu karibu 1300. Je, kuna tiba haswa kwa hawa wagonjwa ambao wanazaliwa na hemophilia ama hata hawa ambao wanaupata hapo baadaye? Kusema ukweli, matibabu ndio changamoto mkubwa sana. Tiba iko. Unapozaliwa na huu ugonjwa, kwanza unaweza vuja damu kwa njia yoyote ile. Hakuna mtu amekuguza, lakini katika harakati ya kupumzika tu unastukia damu inaanza kuvuja. Na sio damu ambayo ni lazima uione wewe mwenyewe, kwa sababu unaweza vuja damu kwa ubongo, hautaiona. Unaweza vuja damu kwa mapua, hiyo utaona. Pesa ambayo tunatumia sio pesa kidogo. Na siku hizi tumepata matibabu ambayo unaweza pewa sindano moja na ikae kwa mwili mwezi mzima. Hiyo sindano ni 1,000,000 ya Kenya kila mwezi. Fikiria kiwango ambacho lazima uwe unatoa 1,000,000 kila mwezi ndio uweze kuishi na ukae vizuri kama watu wengine. Kisayansia tumekuwa na gene therapy, aina tofauti ya kisasa ambayo watu wanatumia kutibu hii ugonjwa. Na sasa ni viwanjani naye Ive Buchana. Gavana wa New Jersey Mickey Sherrill amesema kuwa FIFA ndio ya kulaumiwa kwa mashabiki kulazimika kulipa gharama kubwa zaidi za usafiri wakati wa kombe la dunia, na kwamba chombo hicho kinachosimamia soka duniani kinapaswa kutoa ruzuku kugharamia ongezeko hilo. Shirika la habari la The Athletic limeripoti kuwa mamlaka ya usafiri ya New York inakusudia kuanzisha bei maalum za matukio makubwa kwa safari ya dakika 30 kutoka kituo cha Penn mjini New York hadi uwanja wa MetLife, New Jersey. Tiketi ya treni kuelekea michezo uwanjani hapo inaweza kugharimu zaidi ya $100, ikiwa ni ongezeko la mara 7 ya nauli ya kawaida ya kwenda na kurudi ambayo ni $12.9. Hakuna mipango ya kutoa punguzo la bei, hivyo watoto na wazee pia watalazimika kulipa nauli kamili. Uwanja wa MetLife ambao utaitwa New York New Jersey Stadium wakati wa kombe la dunia kutokana na sera ya FIFA kuhusu majina ya makampuni, utahodhi mechi 8 ikiwemo mechi ya hatua ya makundi ya England na fainali itakayopigwa Julai 19. Sasa ni ligi kuu ya soka ya England. Jumapili hii kutakuwa na mchezo mkali wa kukata na shoka wakati Manchester City itakaposhuka dimbani Etihad kuvana na Arsenal. Mchezo huu unachukuliwa kuwa ndio utakaotoa mwelekeo wa ubingwa wa msimu huu. Hesabu za Arsenal, ikiwa Arsenal itashinda, City italazimika kuinua mikono juu kukubali yaishe, kwani Arsenal itakuwa imeweka pengo la alama 9 ingawa City bado ina mchezo mkononi wa kiporo. Ikiwa City itashinda, itapunguza pengo la alama 6 na kubakiza alama 3, huku ikiwa bado ina mchezo mmoja wa kiporo. Matokeo ya sare yataipa Arsenal nafasi ndogo ya kupumua kwa kubakiza pengo la alama 6, jambo ambalo
litaipunguzia kidogo shinikizo kubwa inayowekewa na City. Kocha Mikel Arteta amewataka wachezaji wake kuwasha moto katika kila mchezo wa wiki hii. Ingawa dhidi ya Sporting Lisbon katika ligi ya mabingwa moto huo haukuonekana, ila timu yake ilifanikiwa kutinga nusu fainali. Kwa sasa Arsenal inapambana kunyanyua taji la ligi ambalo mara ya mwisho kulitoa ilikuwa ni miaka 22 iliyopita. Mechi nyingine kali itachezwa kesho Jumamosi, Chelsea kuialika Manchester United uwanja wa Stamford Bridge. Beki wa Manchester United Harry Maguire atakosa mchezo huo baada ya kuongezewa adhabu ya kufungiwa mechi moja zaidi kufuatia kadi yake nyekundu aliyopata dhidi ya Bournemouth mwezi uliopita. Beki huyo wa kimataifa wa England mwenye umri wa miaka 33 alitolewa nje kwa kadi nyekundu na kusababisha penalti katika dakika 78 wakati wa sare ya 2-2 kwenye uwanja wa Vitality Stadium kwa kumvuta mchezaji wa timu ya Bournemouth katika eneo la hatari. Nikamilishe na timu za England zilizofuzu katika vikombe vya Ulaya. Aston Villa imetinga nusu fainali ya kombe la Europa kwa kuinyuka Bologna Italia 4-0. Katika nusu fainali Aston Villa itakutana na Nottingham Forest iliyoiondoa Porto ya Ureno. Katika kombe la Europa Conference, timu ya Crystal Palace pia imefuzu kwa nusu fainali kwa kuiondoa timu ya Fiorentina ya Italia baada ya kichapo cha 3-0 katika mechi ya mkondo wa kwanza. Na huo ndio mwisho wa makala yetu ya michezo na wachezaji. Jina langu ni Ive Buchana. Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika Kati. Habari kuu jioni ya leo: Iran imesema inafungua tena mlango bahari wa Hormuz mradi tu usitishaji mapigano nchini Lebanon unaendelea, huku Rais Trump akithibitisha habari hiyo, hatua iliyosababisha bei ya mafuta kushuka. Maelfu ya watu wa Lebanon waliokimbia makazi yao wameanza kurejea kusini mwa nchi hiyo licha ya onyo kutoka kwa jeshi la Lebanon na Israel kwamba wasifanye hivyo. Na kwenye mjadala wa hivi punde sasa utasikia kuhusu habari za uamuzi wa Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Hii ni BBC. Barabara kabisa popote pale ulipo. Haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Inke, mwenzangu ni Victor Knani ambaye ataingia muda usio mrefu, lakini sasa nampisha tena Ive Buchana na mtazamo wangu ligi kusoka England. Karibu katika mtazamo wangu. Mambo ni yaonavyo katika ligi kuu ya soka ya England. Jina langu ni Ive Buchana. Jumamosi hii zinapigwa mechi kadhaa. Brentford ni mwenyeji wa Fulham na tabiri sare ya 1-1. Leeds United wanaialika Wolverhampton na kuinyuka 2-1. Newcastle United watakuwa uwanja wao dhidi ya Bournemouth na kuichapa 2-1. Tottenham itakuwa nyumbani kuialika Brighton na tabiri sare ya 1-1. Timu ya Chelsea itapepetana na Manchester United na kwenda upande wa Chelsea kushinda 2-1. Jumapili Aston Villa itakuwa mwenyeji wa Sunderland na tabiri ushindi wa Aston Villa 1-0. Everton itaialika Liverpool na kwenda upande wa sare ya 1-1. Nottingham Forest itakuwa nyumbani dhidi ya Burnley na kuinyuka 1-0. Manchester City itakabiliana na Arsenal, mechi kali kabisa, na kwenda upande wa Manchester City kushinda 2-1. Na Jumatatu Crystal Palace itakuwa nyumbani dhidi ya West Ham na kwenda upande wa sare ya 1-1. Mtazamo wangu ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukutane tena weekend ijayo. Jina langu ni Ive Buchana. Huyo ni Ive Buchana na mtazamo wake wa ligi kusoka England, na sisi tunaangalia kama itakuwa hivyo. Na sasa nampisha mwenzangu Victor Kenani ili aweze kutuendeshea mjadala wetu moja kwa moja. Victor, karibu sana. Shukrani Nkia. Karibu msikilizaji wetu katika mjadala wetu wa wiki hii. Hii leo tunaangazia maendeleo mapya ambapo Iran imetangaza kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz,
huku hatua hiyo ikihusishwa na kuwepo kwa usitishaji wa mapigano nchini Lebanon. Hatua hii tayari imeanza kuathiri masoko ya mafuta duniani, huku bei zikishuka kwa kasi. Ili kutusaidia kuchambua kwa kina, naungana na Mubelwa Bandio, mchambuzi wa siasa, moja kwa moja kutoka Marekani, na Ibrahim Rabi mbashara akiwa Tanzania. Karibuni sana. Asante sana. Kwa kuanza, tangazo la Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz linaashiria nini kisiasa kwa Marekani na Iran? Labda nianze nawe Rabi. Bila shaka makubaliano ya awali ya vifungu 10 vya kwanza vilikuwa na swala hili ndani yake, kuwa katika usitishaji wa vita ambao walikuwa wamekusudia wa wiki 2, ndani yake kulikuwa kuna swala la kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz na kupisha mambo mengine, lakini walikwenda kuhitilafiana kwenye mazungumzo ya Pakistani baada ya Marekani na Israeli kusema kuwa swala la Lebanoni halipo katika haya makubaliano, na Irani wakabaki kwenye msimamo ule wa kuendelea kufunga tena. Ndio maana tangazo la Irani siku ya pili tu baada ya usitishaji walitangaza upya tena kufunga tena mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo baada ya utekelezaji wa pili wa Marekani na Israeli kufanya ceasefire ndani ya Lebanoni, kwa hiyo Irani wanarudi kutii agizo katika makubaliano ya awali yaliyokuwepo, kuwa makubaliano yalitaka Hormuz ifunguliwe katika usitishaji wa wiki 2. Kwa hiyo ndio tangazo unaona la Waziri Abbas Araghchi linaashiria kufunguliwa, lakini katika utaratibu wanaosema kuwa unaratibiwa na wao, kwa sababu mchana walitoa taarifa ya kufungua eneo ambalo meli zinaweza zikapita upande wa Omani. Nadhani walistuka baadaye kuwa ni kama wanataka kwenda kujimalizia ushindi wao, wakaamua kurejesha kwa jumla kuwa wanaweza kufungua katika siku 10 ambazo zinaendelea. Mbelwa, Marekani imethibitisha taarifa hii, Rais Donald Trump akiandika kwenye mtandao wake wa Truth Social muda mfupi uliopita kwamba mzingiro wa kijeshi wa majini dhidi ya Iran utaendelea kubakia hadi pale ambapo makubaliano yao na Iran yatakapokamilika kwa 100%. Na amesema pia mchakato huu unapaswa kuenda kwa haraka sana kwa kuwa makubaliano mengi tayari yamejadiliwa na kukubaliwa. Je, hii inamaanisha nini? Sasa hivi nafikiri Wamarekani wamejifunza kwamba kumsikiliza Donald Trump na kumchukua kwa kila anachokisema inaweza ikawa pia ni kati ya mambo yasiyo sahihi kuyafanya, kwa sababu ni mtu ambaye anaweza akajipinga katika hotuba moja, wakati mwingine hata katika aya moja, na cha kushangaza wakati mwingine hata katika sentence moja. Wanaposema kwamba Hormuz imefunguliwa kwa ukamilifu, lakini sisi tutaendelea kuzuia vile ambavyo tulikuwa tukizuia awali. Unaona hapo kuna mchanganyiko wa aina fulani, na nilisema na nitarudia kwamba Donald Trump ni mtu ambaye kwa muda mrefu amekuwa akitangaza kwamba yeye ni mshindi, na katika kila kitu yeye hushinda na hapendi kushindwa, na hakuna namna ya kuepuka ukweli kwamba haya ni maamuzi ambayo anasukumwa kuyafanya kwa sababu ya kushindwa. Tukumbuke akiwa mfanyabiashara wakati wote huko nyuma alikuwa ni mtu wa mwisho kufanya maamuzi. Sasa maamuzi yanafanya kulingana na anavyofikiria yeye, lakini kuna wakati ambao jeshi linaleta na serikali pia, maslahi ya serikali, maslahi ya nchi yanakuwa yakitangulizwa. Kwa hiyo bado naona kabisa kwamba angetamani hiki kisitokee, anatamani mambo ambayo alikuwa anafikiria awali yangefanyika, lakini kwa bahati mbaya zaidi kuna faida ya haya kufanyika. Inawagharimu sana Marekani, ama itawagharimu sana wao sasa hivi kama wataanza kufanya wanachokifanya, kwa sababu watahitajika kupeleka meli nyingine za ziada kuweka hizo stop kwa ajili ya kuchunguza na mambo mengine. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba amekubali kwamba kuna kitu lazima kifanyike, lakini kuna kauli ambayo lazima aiseme, kwa sababu kuna base ambayo lazima aitumikie. Kwa hiyo ni kauli ambayo sasa hivi kutoka kwa rais ameshatuambia mara nyingi kwamba Iran sasa hivi hakuna kilichobaki, hawana chochote, ni watu ambao wameshashindwa, na bado anaingia katika mazungumzo juu ya vita vile ambavyo tayari alishashindwa. Nafikiri Wamarekani wameacha kumchukulia sana serious katika kile anachokizungumza, na waangalia hali halisi inavyoendelea kule. Rabi, umemsikiliza Mbelwa hapo na nakuja kwako sasa. Je, hatua hii ya Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz ni ishara ya kupungua kwa mvutano au ni mkakati wa muda mfupi tu kwa Iran na kwa Marekani? Wanaofuatilia vita vizuri kuanzia mwanzo wa mzozo au kuanzia nyuma kabisa ya mazungumzo yaliyovunjika hapo awali mara 2, wataelewa kuwa kuendesha vita tu sio kumiliki silaha nyingi na kufanya mashambulizi mengi na kuua watu wengi. Vita pia inahitaji mkakati na akili nyingi za kuamua kuhusu vita. Ukweli kuwa dunia, hata Wairani wenyewe walifahamu uvamizi uliotokea kwao ulikuwa ni tishio kwa utawala, ulikuwa ni tishio kwa viongozi, na kila kilichozungumzwa kutoka magharibi kikubwa kilikuwa ni kufanya mabadiliko, regime change, makombora, nyuklia na vitu kama hivi.
Leo hii Irani wameubadili mchezo kabisa na kuupeleka upande wa pili, na dunia inaimba wimbo ambao wanaudunda wao, huku wengine wakiamini kuwa huo ni ushindi. Leo Trump anaandika kila muda kuhusu Hormuz, anawatukana wenzake wa NATO, kuwatolea maneno makali kuhusu Hormuz. Aliyakuwa wakati anaingia kwenye vita, Hormuz haikuwa tatizo. Manake kuwa Irani wameamua kubadili uwanja wa kuchezea. Leo hii msukumo wa dunia na kelele ya dunia inazungumza kuhusu Hormuz. Nani anakumbuka kuhusu regime change? Nani anakumbuka kuhusu makombora ya Irani? Nani anakumbuka kuhusu mabadiliko ya kuzuia nyuklia na vitu vingine vya Irani? Watu wanazungumza kuhusu Hormuz. Kwa hiyo ni akili ya ziada ya viongozi ambayo wamekuwa nayo, hasa wa Irani, kuamua kubadili mchezo vile wanavyotaka uchezeshwe. Na leo sasa wamebadili upepo mzima, wameupeleka upande wa pili. Alafu wanawachia upande wa pili, wanashangilia ushindi. Hali ya kuwa ushindi umekuja vipi katika tatizo ambalo halikuwepo. Kwa hiyo vita pia ni akili nyingi ambayo inahitaji utumia akili na uwe na uweledi wa hali ya juu wa kuyaona mambo katika jicho tofauti. Mbelwa, kufunguliwa huku kuna husianaje na usitishaji wa mapigano nchini Lebanon kati ya taifa hilo na Israel? Ilikuwa ni sehemu ya makubaliano na walijua kabisa kwamba wakati huu silaha za mabomu hazikuwa kitu ambacho kingeweza kuathiri Marekani, kwa sababu wasingeweza kufika Marekani kwa namna yoyote ile, na kuendelea kuwapiga jirani zao ama kupiga maslahi ya Marekani katika jirani zao, na haikuonekana kwamba ilikuwa ni jambo ambalo lingeweza kuwepo kwa muda mrefu. Walichojua ni kwamba wangeendelea kung'ang'ania pale pale. Marekani naye akaja akasema atazuia pale pale. Changamoto ni kwamba walikuwa wanaathirika ni zaidi ya Iran na Marekani, ilikuwa imekwenda zaidi. Kwa hiyo kufunguliwa huku, kwanza kufungwa, ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa ni choke point ambayo angeweza kuhakikisha kwamba kutatokea msukumo ama pressure kutoka katika mataifa mengine. Tulishaona Saudi Arabia ikizungumza hivi, hasa baada ya kwamba walitisha kwamba pia wangeweza kufunga upande wa pili wa Bahari Nyekundu kule. Kwa hiyo hata Saudi Arabia sasa ikaanza kusema kwamba na uchumi wetu utaathirika, na tukaanza kuona bei ya mafuta inaanza kufikia wastani takriban $6 huko Marekani. Pressure ilianza kuwa kubwa. Kwa hiyo naona kama vile kufungwa ilikuwa ni vita, ni kama aina fulani ya vita baridi, na kufunguliwa huku sasa kunaonyesha wazi kwamba wote wametambua faida ya kufanya hivi, kwa sababu kwa Marekani ingemgharimu sana sana sana. Wastani wa meli 138 zilikuwa zikipita pale kwa siku, na namna pekee ya kufanya blockade nzuri ilikuwa ni kuzisimamisha zote na kuzikagua kisha uziachie. Ulikuwa ni usumbufu ambao kwanza hawakuwa na manpower ya kutosha, pili ingewagharimu sana. Lakini kama ingeendelea kwa mafanikio, hii kwa namna moja ama nyingine ingeathiri sana uchumi wa Iran, kwa sababu wanategemea mafuta kwa kiasi kikubwa, na pengine ingeanza kuleta shida ndani ya Iran, na ndio ilikuwa lengo. Unachoka upande huu, ni kama unamzuia mtu kupumua, alafu baadaye ana vitu vingine vyote vinagoma. Kwa hiyo walijua wangefanya vile, Iran angeathirika. Kwa hiyo huku kufunguka ni ushindi kwa pande zote. Kwa bahati mbaya zaidi kwa Marekani ni kwamba amemrejeshea Iran chanzo cha pesa ambacho kinaweza kumfanya aendelee kuwa kiburi kwake, japokuwa na yeye hataweza kuspend pesa zaidi. Kwa hiyo hii ni tafsiri nyingine ambayo tulipata kuzungumza nafikiri kwa mwezi wa 3, nilizungumza mwezi wa 3 kama tarehe 18, kwamba upo uwezekano mapigano yakasitishwa tukiwa pale pale ambapo tulirudi, labda tu ukiondoa uharibifu wa mali, kwa sababu sasa hivi tuko na Strait of Hormuz ambayo imefunguliwa lakini haikufungwa kabla ya vita. Tuko na utawala wa Khamenei ambao tulikuwa na utawala wa Khamenei kabla ya vita, na mambo mengine madogo. Kwa hiyo kuna mabadiliko, ni nafuu kwa kila upande na ni nafuu kwa dunia nzima, lakini sioni kama ni sababu ya kuleta makubaliano, hasa katika vile vipengele 15 vya Marekani na 10 vya Irani. Kama vitaendelea kukaa mezani, hakutokuwa na makubaliano. Rabi, umemsikiliza Mbelwa hapo, na kuna faida na hasara kwa wote wawili, lakini ni nani ananufaika zaidi kisiasa kwa kufunguliwa kwa mlango huu wa bahari wa Hormuz? Faida hiyo inakaaje? Hebu tupe picha. Ukisema kisiasa, inategemea wakati gani umekaa wapi na lini. Hiyo inaweza ikawa vile. Ukichukua vita nzima mwanzo mwisho, utaona kuwa Irani amepata hasara kubwa ya miundombinu, raia wengi wamekufa, hasara ya mali na vitu kama hivyo. Utaona kuwa hasara ni kubwa kwa upande wa Irani. Lakini ukienda kimkakati, hasa kidiplomasia, kisiasa, utaamua tu kuwa Irani amefaidika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu katikati ya mzozo huu ndio umeibuka mzozo mpya wa Marekani na washirika wake wa NATO kuonekana kuwa hawako pamoja, na wakaonekana kuna mpasuko mkubwa. Lakini si tu NATO,
hata washirika wa Kiarabu ambao wamevumilia kwa zaidi ya siku 40 bila kurudisha hata jiwe ndani ya Irani, hali ya kuwa Marekani aliwataka waingie moja kwa moja katika kumsaidia hili. Hii ni katika zile faida za kisiasa. Lakini unapozungumza faida za kisiasa, kuna azimio lilipelekwa kwenye Baraza la Usalama kwa mara ya kwanza, likapigwa na zile zinaitwa triple veto, ambazo 3 zote zikakataa kumwajibisha Irani. Ni mara chache sana kwa hili. Mara kadhaa Irani kila mambo yake ambayo huwa yanapelekwa kwenye baraza lile huwa yanakutana na makubalio ya kumwadhibu Irani, lakini unaona mara hii imekuwa hivyo. Lakini imekuwa ni tofauti. Lawama zilizokwenda kwa Marekani na Israeli katika kipindi hiki zimekuwa kubwa sana. Kwa hiyo ukipima kwa muktadha wa kisiasa, utaona Irani wamefaidika nayo kisiasa ukilinganisha na Marekani, kwa sababu ninakuambia tu kuwa wanarejea kwenye meza ya mazungumzo ambayo walikuwepo kabla kwenye meza. Aliyakuwa wakati ule kwenye meza Irani alikuwa yuko tayari kutoa. Manake alikubali kuhusu nyuklia, alikubali kupunguza urani yake, kuichanganya. Alikuwa amekubali baadhi ya vitu vingi, lakini leo hii anakwenda tena kwenye meza akiwa na nyuklia, akiwa na Hormuz, akiwa na makombora, akiwa na kimkakati kwa kiwango kikubwa sana. Unaweza ukapima tu kuwa nani anakwenda amefaidika kwa wakati gani. Naweza nikasema mfano, mazungumzo ya awali yaliyomalizika, huenda Irani alikaa kwenye meza akishikilia 40%, na hivi sasa anarudi kwenye meza akishikilia 60%. Huo ndio ukweli, unabaki kuwa hivyo tu, kuwa kimkakati hawa wamefanikiwa sana, lakini kwa hasara ya ubinadamu, hasara ya mali, hasara ya vitu vingine, Irani amepata hasara kubwa. Mubelwa, umemsikiza Rabi hapo. Je, Irani inaweza kuwa inatumia mlango huu wa bahari wa Hormuz kama chombo cha shinikizo, na ni kwa kiasi gani imenufaika na hilo? Imenufaika sana. Kwanza, swala la kwanza, kama inatumia kama chombo cha shinikizo, ni sawa. Ni kama ambavyo Marekani pia wako pale kama chombo cha shinikizo, kama ambavyo Marekani walikuwa wakiteka na kuzikamata meli za Venezuela kama chombo cha shinikizo. Unafika wakati ambao ni mkakati wa kivita, kwamba wakati mwingine unamdhoofisha mwenzako kwa namna ya kivita kwa mabomu, lakini pia kumtengenezea mazingira ambayo ataanza kuchukiwa ama kukataliwa na watu wake. Utakumbuka siku ya kwanza tu walipofanya vile, Marekani wakaambia Irani kwamba huu ni muda wa kuchukua nchi yenu. Wao sema tu kwamba tumeweka katika nafasi nzuri ya kufanya hivyo. Irani alitambua kwamba namna pekee ya kufanya ilikuwa ni kushikilia hapo, na nafikiri hii namna pekee ya kusema ni nini, ni kama vile Irani wamemexpose Marekani, wamemweka wazi Marekani katika sehemu nyingine ya udhaifu, na si sana kama nchi, lakini pengine kwa maamuzi mabaya aliyofanywa na Commander in Chief, amiri jeshi mkuu ambaye ni Donald Trump. Sasa watu wameweza kutambua kwamba kuna kaudhaifu sehemu gani. Hii ni kama vile kuna watu ambao walikuwa wanaogopa Marekani bila hata kuijaribu. Ni kama vile unapokuwa unapigana na bondia ambaye hajawahi kupigwa. Kwa hiyo anapokuwa na ushindi ule, bado mtu hajajua kwamba ni sehemu gani ya mwili na udhaifu wake, kwa sababu hatujaona akiangushwa, lakini anajua kumbe uppercut katika chini yake inaweza kumangusha. Watu wameanza kuiona hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa Iran wamefanikiwa, na sio tu Iran, nafikiri mataifa mengine pia yamejifunza kutoka kwa Iran. Kwa upande wa Marekani sasa hivi unaanza kusikia hata wale wahafidhina katika media, tunazungumzia wakina Tucker Carlson na wengine, wakina Megyn Kelly, wakina Alex Jones na wengine ambao wamekuwa wapiganaji wakubwa wa Rais Donald Trump. Wanamwambia Donald Trump, umeidhalilisha Marekani, umeiumbua, umeiweka wazi kiasi ambacho sasa watu wengi wanaweza kuona sisi tunaweza tukajaribu, kwa sababu hakuna aliyepata kudhani kwamba Iran angeweza kusimama kwa muda mrefu huu dhidi ya Marekani na Israel, hasa ukizingatia mahusiano yake na nchi zinazoizunguka. Kwa hiyo wamefanikiwa kwa kutumia tu mlango ule wa Strait of Hormuz, kwa sababu ni kati ya kitu kimoja tu ambacho kimeshikilia, wao wanasema ni 20%, naamini ni zaidi ya pale, ya mafuta ambayo yanakwenda duniani kote, na kelele na vilio, hasa katika wakati ambao watu wengine wameshaapa kwamba tutanunua mafuta Russia, bali tutanunua kutoka kwenu, na sasa imeshindwa huko. Kwa hiyo hamuumizi tu Marekani, ila kwa maamuzi ya Marekani anasema kwamba unaweza kuwa na dunia nzima. Kwa aligundua wapi pa kukamata, na pale alipojaribu kupaminya Marekani inaonekana amelia. Rabi, unadhani kufunguliwa huku kuna athiri vipi nafasi ya Iran katika siasa za Mashariki ya Kati? Tuwezi kusema kama kuna athiri. Tunaweza tukasema kuwa kuna mchakato ambao umekuwa wawazi sana kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Kama nilivyozungumza awali kuwa nchi za Mashariki ya Kati zilivumilia takriban siku 40 adhabu, makombora na kufungwa kabisa karibu kwa baadhi ya nchi za Gulfu ambazo zilifungwa moja kwa moja. Na hiki kitu nimekuwa nikikizungumza mara kadhaa kuwa nje ya kauli kadhaa za viongozi wa hili eneo la Mashariki ya Kati kuhusu Irani au kuhusu kukemea kile kinafanywa na Irani, lakini nchi hizi zilijaribu kujizuia hasa kuikosoa Marekani na Israel, japokuwa nchi chache mfano Yemen na Omani zilijaribu kuzungumza hiyo kwa uwazi, lakini viongozi kama mmoja pia walijaribu kuonyesha hisia zao, na baadhi ya watu maarufu kuonyesha hisia zao kuwa hawakuvutiwa sana na hili lililokuwa limetokea. Sasa
Uhusiano wa Irani na hao washirika wake umekaaje? Nadhani hapa katikati ya mashambulizi tumeona kuwa kumekuwa na mawasiliano ya Irani kujaribu kurekebisha uhusiano na rafiki zake au majirani zake ambao mwanzo walikuwa wakihisi kama wanawashambulia na vinginevyo. Lakini kitu kimoja ambacho kimekuwa wazi kuwa ndani ya Israeli kulikuwa kuna maandamano ya kupinga vita. Marekani kulikuwa kuna maandamano ya kumpinga Trump na vita. Lakini katika nchi za Kiarabu hapakuwa na maandamano ya kuipinga Irani licha kuwa ilikuwa ikiwashambulia. Kwa hiyo hata viongozi wa hizi nchi za Gulf States wanafahamu kabisa kuwa nini kilichopo. Wanafahamu yaliyopo kwenye mioyo ya raia wao. Wanafahamu kila kitu kinachotokea. Sasa swala la kurejesha uhusiano na Irani alitokuwa hiari mara hii. Unajua, unapokabiliana na adui mwenye nguvu itakulazimisha tu ujipelekeze kwake. Kwa vyovyote vile hamna chochote, kwa sababu katikati ya siku 40 wamejionea hasara kubwa, gharama kubwa. Wanalipa mabilioni ya dola ya ulinzi kwa Marekani, lakini walijikuta katikati kuwa hawawezi hata kulindwa, na hata kambi za kijeshi za Marekani zenyewe zilishindwa kujilinda. Sasa tayari wanafahamu kabisa jirani yetu ni mwenye nguvu sana. Je, utaendelea kutunisha msuli dhidi yake? Na tayari unaona kabisa kuwa ameshikilia eneo kubwa, na tayari ambaye kiranja wetu anaingia naye makubaliano bora ya kumwepuka. Kwa hiyo hutokuwa na chaguo, manake kuwa Irani mara zote wanasema kuwa hatuna uadui na nchi yoyote, isipokuwa sisi tunachukia kile kinachotoka kwenye hizo nchi kuja upande wetu. Aliwahi kusema Khamenei wakati wa mazungumzo ya mara ya kwanza wakati wa Promise One, wakati ameuawa Ismail Hania, aliwahi kuambia Waarabu, akawaambia kama hamwezi kutusaidia basi msituchome kisu cha mgongoni. Yani kama hamwezi kuungana na sisi basi msitushambulie, tuacheni tupambane wenyewe. Hilo wanalijua. Sasa sioni kama kutakuwa kuna shida kubwa sana kati ya Waarabu na Irani, kwa sababu wengi wanafahamu kuwa vita yao na Irani ni kuwa kuna sehemu inapikwa kulazimishwa kuwa ni uadui, lakini kiuhalisia wanafahamu hawana uadui na Irani. Mbele umemsikia Rabi hapo na ameleta swala la Israel. Makubaliano hayo kati ya Iran na Marekani yanaiacha wapi Israel na waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu? Kwani Israel ilikuwa inahusika moja kwa moja kwenye vita hivi. Inacho pabaya, Israeli hawakuyataka makubaliano. Israeli walikuja huku wakitaka Marekani ishambulie, licha ya kwamba Marekani ilitambua fika. Kumbuke miaka yote Israeli imekuwa ikitaka kuhakikisha kwamba Marekani ashiriki katika mashambulizi haya. Haikufanikiwa mpaka mwaka jana Rais Donald Trump alipokuja akaingia katika vile vita vya siku 12, walipiga wakapata sababu wakaondoka, safari wakapiga, lakini lengo lilikuwa kubwa kuliko walivyofanikiwa. Israel amesema mara kadhaa, na inaonekana hata mashambulizi yake dhidi ya Lebanon mwanzo yalikuwa ni kuhakikisha kwamba akifanya vile Iran atasema kwamba mkataba umevunjwa, mapigano yaendelee, azidi kuadhibiwa zaidi na zaidi. Lakini sasa inaonekana Israel sasa mahusiano yake na Marekani ndio yanaanza kutetereka, kwa sababu hata hapa nchini Marekani watu wengi wanajua kwamba vita hivi havipigani kwa sababu ya Marekani. Iran hakuwa tishio la moja kwa moja kwa Marekani, na Iran hakuwa na namna ya kuweza kufikia Marekani. Tumeingia pale kwa sababu ya pressure, na kwa bahati mbaya sana ilimteleza. Nafikiri waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akalizungumza katika namna kwamba tumeingia katika vita vya Israel. Kwa hiyo makubaliano haya yanaiacha Israel katika nafasi ambayo haikutaka iwepo, kwa sababu wao walitamani vita viendelee, kwa sababu ni kumtumia Marekani kumchapa Iran. Ina maana haya yakisitishwa hivi sasa, yeye ndio katika nafasi ambayo inaweza ikawa mbaya zaidi, na kama watafikia makubaliano ambayo yatadhihirisha wazi kwamba adhima yao imeshindikana, kwa sababu mpaka hivi sasa tafsiri ya ushindi iko katika vitu ambavyo pengine sivyo ambavyo walikuwa navyo awali, then hiyo itafanya sasa Iran bado aendelee kuonekana kwamba ana nguvu, na ameweza kudhibiti sasa nchi mbili zenye nguvu zaidi. Kwa Israeli kwenye nafasi mbaya hivi sasa, naweza kusema kwamba ni nafasi ngumu zaidi, kwa sababu makubaliano haya yako nje kabisa na kile ambacho wao wamekuwa wakitamani. Wametamani Iran aendelee kupigwa, aendelee kuadhibiwa, aendelee kunyong'onyezwa, ili sasa Israel abaki kama taifa lenye nguvu katika ukanda ule. Rabi, kwenye makubaliano hayo Pakistan amekuwa mpatanishi mkuu wa mazungumzo haya pamoja na nchi zingine. Unadhani ni nini kimemfanya aweze kufaulu kuyaleta mataifa haya mawili kwenye meza ya mazungumzo na hata kuanza kukubaliana kama tunavyoshuhudia? Kwa jicho moja ukitazama utaona kuwa Pakistani waliamua kupika hii picha au waliamua kulitengeneza haya makubaliano wao kama wao, lakini kiuhalisia kuwa hapakuwa na chaguo jingine, kwa sababu Marekani amejaribu kutumia nchi nyingi kuhakikisha zinazungumza na Irani, mfano Uturuki, Misri, Qatar, Oman na nchi nyingi wajaribu kuzungumza na Irani wakati ule wanajaribu kumvuta kwenye meza, na yote ikawa imeshindikana. Pakistani ameamua kucheza nafasi ambayo alichezeshwa na Marekani, kuwa hebu jaribu kwa wewe, na kile ambacho kinachoonekana kama mahusiano mazuri kati ya hawa majirani. Pakistani na Irani ni nchi ambazo zinashare mpaka, na wamekuwa ni nchi ambazo zina mahusiano mazuri kwa karibu.
kwa miaka mingi sana. Wakati Pakistani anatengeneza programu yake ya nyuklia, alishirikisha Irani, japokuwa Irani hawakutaka kwenda mbele zaidi katika mpango wao wa nyuklia wa miaka hiyo. Sasa hizi ni nchi ambazo zina uhusiano, lakini jeshi la Pakistani ni moja ya majeshi ambayo yana uhusiano wa karibu sana pia na Marekani, na yamekuwa yakipata msaada mzuri sana. Nakumbuka vita ya mwaka 2001 wakati waziri mkuu Pervez Musharraf, rais alikuwa Pervez Musharraf wakati huo alikuwa rais, walishirikiana naye kuivamia Afghanistan. Kwa hiyo Marekani aliweka kambi kubwa sana. Lakini karibuni wakati waziri mkuu wa Pakistani alivyokuwa Imran Khan, kidogo uhusiano ukawa tofauti kwa sababu ya Imran Khan alivyokuwa. Yeye alikuwa ni upande wa pili na alikuwa haelewani zaidi na Marekani, alikuwa upande wa pili wa Urusi, na hata mara kadhaa ameshutumiwa kuwa alikuwa ni kiongozi wa mwisho kabisa kukutana na Putin kabla ya uvamizi wa Urusi na Ukraine, na hata kuondolewa kwake kwenye nafasi ya waziri mkuu ilihusisha moja kwa moja kuwa kulikuwa kuna mkono wa Marekani kwa kupitia wabunge wa Pakistan. So kilichotumika ni kuwa uhusiano mzuri wa Pakistani na Marekani na uhusiano mzuri wa Pakistani na Irani ilikuwa ni kama njia ya kuwaweka kwenye hili. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa Pakistani hakujituma kutaka kulimaliza hili, lakini Pakistani aliagizwa na Marekani kuwa hili swala inabidi ulisimamie na alihakikishe linaweza kufanyika, kwa sababu ya kile tu ambacho kutokuaminika kwa baadhi ya nchi nyingi ambazo zilikuwa zinajaribu kusuluhisha hili. Unajua awali ilikuwa Omani, lakini katikati ya mzozo Omani nadhani waliingia kwenye mgogoro na Marekani. Marekani hata Donald Trump alitoa maneno kadhaa kuhusu Omani. Omani ilionekana kuwa imeegemea upande wa Irani. Sasa Marekani hakutaka tena kuendelea kusuluhishwa na Omani, na ndio maana wakahamia upande wa pili wa kwenda kwa Pakistani na kuamua kuwa hivyo. Kwa hiyo Pakistani ni mshirika mzuri sana wa Irani pamoja na Marekani. Mubelwa, kwa hali ya sasa ni sawa kusema kuwa diplomasia imeanza kufanya kazi katika mgogoro huu? Unaweza kusema imeanza kufanya kazi. Wasiwasi ni kwamba kama itaweza kuendelea kufanya kazi, kwa sababu inaweza kuwakutanisha watu, haijawahi kuwa tatizo. Unaweza kukutana kwa namna mbalimbali, vile ambavyo inakaa kujadiliwa na matarajio ya kila upande ndio shida, hasa pale ambapo mtu anasema kwamba vitu vyetu hivi 10 lazima vitimie, na mwingine anasema vitu vyetu hivi 15 lazima vitimie. Na unamsikia sasa hivi Rais Donald Trump anasema kwamba tutaendelea na blockade mpaka Iran watakapokuwa wamesalimu amri. Kwa hiyo diplomasia imetufikisha hapa, lakini nafikiri diplomasia halisi ingekuwa ni pale ambapo wangeweza kukaa chini kabla ya kuweza kuwakutanisha watu hawa na kuanza kurefine na kuanza kuangalia upya madai ya kila mtu. Yale 10 kweli tunahitaji haya 10, kwa sababu tunajua kila mtu anapokwenda kwenye meza ya majadiliano anakwenda kama afanya biashara. Nataka nikuuzie kwa 30,000, nitakwambia 40,000, wewe utashuka ukidhani umenishusha bei, na mimi nitakuwa nimebaki pale pale ambapo nilikuwa nadhania. Marekani hahitaji vitu vyote 15, inawezekana anahitaji vitu 8 tu katika 15. Hivi vingine ni kwa ajili tu ya kulazimisha mazungumzo, na najua Iran hahitaji vitu vyote 10 ama halazimiki kuwa na vyote 10. Angeweza kuishi vizuri tu kama anaweza akawa labda na vitano ama 6. Cha muhimu ni kwamba wavitafute vile ambavyo kwanza wanaelewana, wakiviweka mezani naamini tunaweza tukapiga hatua. Lakini kusema kwamba diplomasia imechukua ama imeshinda, mpaka sasa imetusogeza karibu. Lakini kama hawatofikiria upya kuhusu vile vipengele, Marekani bado akaja na 15 anataka vyote, na Iran anakaja na 10 anataka vyote, tutarudi pale pale ambapo tulikuwa wale. Tutakuwa na vikao baada ya vikao na kutakuwa na majibu yaliyochanya. Niwape dakika moja kila moja. Kwa mtazamo wenu, tutarajie nini kifuate sasa kutoka hapa? Nianze nawe Rabi. Nadhani naweza nikamalizia kwa hicho alichokizungumza ndugu yangu hapo, kuwa ni lazima upunguze matarajio. Haiwezekani ukaenda na matarajio yote katika swala lolote na ukafikia kufanikiwa. Nadhani hili tumekuwa tukilijadili sana kuhusu mgogoro wa Urusi na Ukraine, kwa sababu mara zote Ukraine na Urusi wamebeba matarajio yao yale yale bila kubadili matarajio. Hauwezi ukafika. Sasa hata kwenye huu mgogoro, Marekani ni lazima apunguze matarajio yake na Irani lazima apunguze matarajio yake. Huwa haiwezekani unachotaka 100% upate 100%. Manake ni lazima angalau nitapata 40, nitapata 60 na huyu atapata hiki na huyo. Ndio mnaweza kufika mwafaka, lakini kila mmoja akitaka kuwa kile nilichokisema mimi kiweze kufikia mwafaka, nadhani hatutofika kokote kule na tutarudi kwenye vita hata kwa miaka 20 au miaka 30 na hamna lolote ambalo tutaliona. Kwako Mubelwa. Nafikiri tutakachokiona ni kwamba wamegundua kwamba saa 21 ziliwapa uwezo mkubwa sana kutambua wapi ambapo wamekwama. Kwa hiyo nachotegemea ni kwamba sasa hivi tutarajie watakutana, na watakapokutana kutakuwa kuna vipengele vichache, na naamini watachagua vile ambavyo wanaweza wakakubaliana, angalau kuanza kuonyesha ile nia na dhamira, kwa sababu wametambua vitu kama soko la hisa linatingishwa na hisia tu za kwamba vita vitaendelea. Kwa hiyo wakianza na vile vichache ambavyo wao naamini kwamba wanakubaliana, hata kama wanajua huko mbele kuna mlima mkubwa kupanda, wakianza na vile, ina maana hali ya maisha inaweza ikawa nzuri zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu bei zitapungua kwa sababu tu ya ile imani ya kwamba kuna maendeleo ambayo yanafanyika. Kwa tarajia mkutano ujao unaweza ukawa na mazungumzo si ya vipengele 15 na 10 jumla 25, bali itakuwa vichache zaidi, na watachagua vile ambavyo pengine ni vya chini, wanaweza kuanza kukubaliana ili waanze kuonyesha kwa dunia kwamba angalau kuna movement, kuna makubaliano na kuna namna ambavyo diplomasia inafanya kazi.
Shukran sana kwako. Asante sana wageni wetu kwa uchambuzi wenu wa kina kuhusu swala hili nyeti la kimataifa. Bila shaka tutazidi kufuatilia jinsi habari hii inavyozidi kufumuka na kukupasha wewe msikilizaji. Unaweza kufuatilia taarifa hii na nyingine nyingi kwenye tovuti yetu Rambaza BBC Swahili, ambapo kuna taarifa hiyo ambayo inasema mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi kwa meli za kibiashara, Iran yasema, pamoja na mengi mengine kama vile tunachokijua kuhusu kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Lebanon, na vile vile kuna Papa alivyokosoa vikali wageni wanaoitumia vibaya Afrika kwa ajili ya faida yao. Nimekuwa naye mchambuzi Mubelo Bandio moja kwa moja kutoka Marekani na Ibrahim Rabi akiwa mbashara kutoka Dar es Salaam. Niwashukuru nyote. Na kwa msikilizaji wetu, huo ndio ulikuwa mjadala wetu kuhusu kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz na athari zake za kisiasa duniani. Endeleeni kuwa nasi kwa vipindi vingine kama Dira ya Dunia TV ambayo itakuja kuanzia saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, ukiletewa naye Roncliffe Odit. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, wakiongozwa na msimamizi wa matangazo haya Nasteha Mohamed, fundi mitambo Terry Shege na Esther Luambano, mhariri amekuwa Phyllis Mwate na nimekuwa naye David Inkia kukuletea matangazo haya wiki hii yote. Na kwako msikilizaji, nikushukuru tu. Mimi ni Victor Kenani na kutakia wikendi njema. Kwa heri.